Kutoka kaunti ya Samburu, mwanamke mmoja anapigania maisha yake hospitalini. Hii ni baada ya kushambuliwa kikatili na jirani yake katika kile polisi wanachokichukulia kama kesi ya ukatili wa kijinsia. Mwanamke huyo, mtazamaji, alipelekwa katika hospitali ya Baragoi akiwa hali mahututi. Hii ni kabla ya kuhamishwa katika hospitali ya rufaa ya Samburu mjini Maralal kwa matibabu ya dharura. Priscilla Lolonyeke anapigania maisha yake hospitalini baada ya kushambuliwa kikatili na jirani yake katika tukio linalochukuliwa na polisi kama kesi ya ukatili wa kijinsia. Shambulio hilo lilimwacha akiwa amelazwa hospitalini baada ya kupata majeraha mabaya kichwani yaliyosababisha kuvuja damu kwa ndani. Mtu alikuja tu, tulikuwa nje kusimama, tulikuwa tumekamua ng'ombe, tukapeleka maziwa kwa nyumba, tukatoka nje tukakaa. Sasa mtu akatoroka tu kwao, akashaka bibi yake, akakimbia hadi hapa kwetu. Akaulizana tu wapi huyo mwanamke anaitwa Salima, akaniona ataka nimulika hivi kwa tosh, akanipiga kichwa. Akaanza sasa kunipiga ikiwa chini. Kakake Priscilla, Francis Lolonyeke, anasema walimpata akiwa hali mahututi kisha wakamkimbiza katika hospitali ya Baragoi kabla ya kuhamishiwa katika hospitali ya rufaa ya Samburu mjini Maralal kwa matibabu zaidi. Asubuhi yake nilipata ripoti asubuhi saa 2. Nikatoka nyumbani nikakuja mpaka kwenye combat park. Nikakuja kupata nikapata mtu ako mgonjwa kabisa, ni critical, mgonjwa kabisa. Chief alikuwa hapo karibu, kwenye alipigwa alikuwa hapo 1 kilomita kwenye alipigwa. Chief alikuwa hapo karibu. Nilituma wasee wanitie chief at least tupate clue hii story venye ilitokea. Alikataa. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya Samburu walithibitisha kuwa Priscilla alipata majeraha mabaya ya kichwa yaliyosababisha kuvuja damu kwa ndani na mshtuko mkubwa wa kisaikolojia. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Samburu, Dickens Njogu, alithibitisha tukio hilo na kusema kuwa polisi tayari wameanzisha msako dhidi ya mshukiwa ambaye ametoroka eneo hilo. Bwana Njogu alitaja tukio hilo kuwa la kusikitisha na kuwataka wananchi kutoa taarifa kuhusu aliko mshukiwa huyo. Chanzo za kumpiga hatujaweza kubainisha kwa sasa, lakini maafisa wanaendelea kufanya uchunguzi. Shambulio dhidi ya Priscilla si tukio la pekee la ukatili wa kijinsia, kwani uovu huo unaendelea kuwa janga sugu katika kaunti ya Samburu na mara nyingi unafichwa kwa sababu ya hofu, unyanyapaa na mila. Geoffrey Ondieki, NTV.